Hii ndo namna na jinsi ya kumpata papa mpya. Kufuatia kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis wa 16. Kuna makardinali 252 kote ulimwenguni kufikia tarehe 19 Februari 2025, ambao kwa kawaida pia ni maaskofu, na wale walio chini ya umri wa miaka 80 ndio wanaostahili kupiga kura kumpata papa mpya. Idadi ya makardinali wanaopiga kura kwa kawaida hupunguzwa hadi 120, lakini kwa sasa kuna 138 kati yao ambao wana vigezo vya kushiriki katika kumchagua papa mpya. Papa Francis aliteua makardinali wapya 21 mwezi Desemba 2024. Ukifika muda wa kumchagua papa mpya, makardinali wote wanaitwa Vatican huko Roma kwa mkutano kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi ambao umefanyika kwa karibu miaka 800 sasa. Katika siku ya kwanza ya kongamano hilo wanafanya misa, ibada ya Kikristo katika kanisa la St. Peter's Basilica. Kuanzia wakati huo makardinali wote watawekwa ndani ya Vatican hadi papa mpya atakapochaguliwa. Makardinali wanaopiga kura wana chaguo la kuanza kupiga siku ya kwanza wakiwa Sistine Chapel. Makardinali wanaopiga kura wana chaguo la kuanza kupiga kura siku ya kwanza. Kuanzia siku ya pili na kuendelea hupiga kura mara 2 kila asubuhi na mara 2 kila alasiri hadi mgombeaji wa papa apatikane mmoja. Katika kura hizo, kila kardinali anayepiga kura huandika jina la mgombea anayempendelea kwenye karatasi za kupigia kura. Ili kuficha kura, makardinali wanaambiwa wasitumie mtindo wao wa kawaida wa mwandiko. Iwapo hakutakuwa na kura ya maamuzi kufikia mwisho wa siku ya pili, siku ya tatu hufanyika sala na tafakari bila kupiga kura. Upigaji kura utaanza kama kawaida baada ya hapo. Mgombea anahitaji 2/3 ya kura ili kuchaguliwa kuwa papa. Mchakato huo unaweza kuchukua siku kadhaa au wakati mwingine wiki. Mkutano huo hufanyika bila makardinali kuondoka Vatican, wala hawawezi kusikiliza redio, kutazama televisheni, kusoma magazeti au kuwasiliana na mtu yeyote hata kwa simu katika ulimwengu wa nje. Hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia katika makao ya makardinali isipokuwa hudumu wa nyumba, madaktari na makasisi wanaosikiliza maungamo yao. Wote hula viapo vya kutunza siri. Kati ya muda mmoja wa kupiga kura na muda mwingine, makardinali wote wapiga kura na wale ambao ni wazee sana wasioruhusiwa kupiga kura hutumia muda huo kujadili sifa za wagombea. Kuna mtu anayeruhusiwa kufanya kampeni za wazi. Vatican inasema makardinali wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Mara 2 kila siku karatasi za kupiga kura zilizotumika huchomwa moto, na watu walio nje ya Vatican wanaweza kuona moshi uliotoka kwenye bomba la kanisa. Rangi nyeusi au nyeupe huwekwa kwenye karatasi hizo. Moshi mweusi unaashiria bado hakuna matokeo. Moshi mweupe unaonyesha kuwa papa mpya amechaguliwa. Mara baada ya papa kushinda kura, papa mpya anaulizwa, je, unakubali kuchaguliwa kwako kama papa mkuu? Anachagua jina ambalo anataka litumiwe kuitwa kama papa. Kisha makardinali wanampa heshima na kuahidi utii wao. Tangazo linatolewa kwenye roshani ya jengo la St. Peter's huko Vatican kwa umati uliopo chini. Jina la papa mpya linafichuliwa na papa mwenyewe anaonekana. Anatoa kauli fupi na kutoa baraka ikiwa na maana kwa mji na ulimwengu. Baadaye matokeo ya kila duru ya upigaji kura katika mkutano huo hupelekwa kwa papa, kisha hutiwa muhuri na kuwekwa katika hifadhi ya kumbukumbu ya Vatican. Naye anaweza kufunguliwa tu kwa amri ya papa. Papa Francis wa 16, jina lake kamili ni Jorge Mario Bergoglio. Alikuwa kardinali wa Argentina na alikuwa na umri wa miaka 70 alipokuwa papa mwaka 2013. Jina langu ni Pili Mkono. Asante kwa kutazama.